Kuwa mhalifu sio mwisho wa maisha. Kuwa mhalifu ni maisha tu ambayo hao watu wamepatikana kwenye sheria, wamepatikana na makosa, na ndio maana wako ndani ya sheria. Lakini hata sisi tuliokuwa nje tunaweza tukawa pia ni wakosaji, tumekosa japo ni ile tu sheria haijatuchukulia mkondo wake. Mimi niseme tu Mungu awabariki sana, na hizo sabuni zinaenda kuwasaidia wote ambao wako gerezani na zitawafikia walengwa wote, kwa maana kwamba mmejitahidi, kwa sababu humu tumepokea watu wamekuwa makundi mbalimbali. Wapo wale ambao wametoka nchi za nje ambao ni foreigner, wapo ambao wako hapa Tanzania lakini hawana ndugu wa kuwasalimia. Na zaidi sana nashukuru kwa baraka alizoachilia katika malango yangu. Binti yangu akapata mwenzi wake, tukafanya shughuli ile vizuri na kwa baraka, na sasa nikaona ni vema nilete ile zawadi niliyoahidi kwa ajili ya wanawake walioko magerezani. Na nimefurahi sana, nimeongea na wanawake wale nikawaambia waendelee kumtumainia Mungu, wakiendelea kumsifu na kumwabudu na kumtumainia Mungu. Mbali na zawadi tulizoleta, pia tumeleta tenzi za rohoni ambazo watazitumia kwa ajili ya kumsifu Mungu wakiwa gerezani. Funze kutoa matendo ya huruma kama neno la Mungu linavyosema katika kile kitabu cha Waebrania. Tusichoke kutenda mema na kusaidiana, kwa maana baraka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Kwa hiyo tujitahidi kutoa matendo ya huruma katika makundi mbalimbali, makundi ya watoto, makundi ya wanawake, makundi ya wenye ulemavu, na Mungu atatubariki. Kitendo alichokifanya ndugu yetu kimetufurahisha na kimetupa fundisho. Mama wao wanaofanya sherehe za watoto wao, lakini hatujawahi kusikia kitu cha namna hii. Na ndio sababu sisi akina mama wa Dayosisi ya Dodoma tukaona tuungane na mwenzetu kwa kuongezea michango kuleta zawadi kwa wanawake waliofungwa magerezani. Akina mama wenzetu, karibuni sana. Sio lazima iwe gereza Isanga, na mahali pengine mnaweza mkaenda. Mungu awabariki sana. Naomba Mungu atusaidie sisi wa mama ambao ndio jeshi kubwa, tunaweza kutunza wakina mama ambao wako magereza tofauti tofauti. Kuna watoto ambao wanahitaji pampasi, kuna watoto ambao wanahitaji sabuni, mafuta ya kupaka. Kwa Mungu atusaidie, tujitoe kwa moyo, hata kama huna sherehe, kila ambacho Mungu amekujalia basi ungane na wamama ambao wapo gerezani, au unaungana na wamama hata ambao wako hospitalini pia wapo wahitaji kule. Mungu awabariki nyinyi nyote ambao mmejitoa kwa kumuunga mkono Mama Ulono. Tuendelee kujitoa na sehemu nyingine.